Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. It's another day, another amazing day Mungu ametujalia na ninayo furaha sana sana sana. Karibu mpenzi mtazamaji wa Holy Movies. Kipindi hewani tena ni Holy Movies Updates. Nimekuja kukupa taarifa mbalimbali za waigizaji wazuri wa Holy Movies, na leo I'm so excited kwa sababu ninaye mgeni, mtu muhimu sana, mtu wa maana kabisa ambaye amefanya vitu vikubwa sana katika Holy Movies Channel pamoja na movie mbalimbali. Ameigiza tamthilia ya Prayer Force. Ninajua unajiuliza huyo ni nani? So kaa hapo, fanya kama una subscribe kama hauja subscribe our YouTube channel, bonyeza hapo subscribe, then ukae tayari kwa ajili ya kumjua huyu ni nani, anafanya nini na anatokea wapi. Utajua pande zake mbali mbali ambazo hukuweza kuzijua kwenye movie. So karibu sana. Karibu sana. Tunamfahamu kama Sekubamba. Sisi tunamfahamu kama Sekubamba, lakini leo yuko hapa kutujulisha yeye ni nani, jina lake halisi, ameoa, anafanya nini nje ya uigizaji, ili kuwaje mpaka akawa mwigizaji na mambo mengi mengi. So tulia upate kumfahamu zaidi. Karibu sana Sekubamba. Tunaomba ujitambulishe kwa majina yako halisi, umeoa, na nje ya uigizaji unafanya nini. Karibu. Mi kwa majina naitwa Suleiman Shukuru, lakini kwa jina la uigizaji wananifahamu kama Sekubamba. Okay. Mimi nimeoa. Okay. Namshukuru Mungu nimeoa. Na familia. Okay, hongera sana, hongera sana. So sisi tumekufahamu kama Sekubamba. Yani mimi mwenyewe ndugu mtazamaji najiuliza, mbona leo yuko strong? Maana kila ninapomuona huwa namuona yuko kwenye mawenge fulani. So Sekubamba, ama umesema unaitwa Suleiman. So Suleiman, wewe unatumia vilevi? Hapana. Mimi situmii kilevi cha aina yoyote. Na uliwezaje sasa kucheza kama mtu ambaye amebobea kwenye ulevi? Maana kule ni kubobea. Uliwezaje kucheza namna hiyo? Hiyo ni naweza nikasema ni kwamba nafasi ya director alionipa. Director aliona kwamba ile nafasi mimi naweza nikaimudu, so akaniamini na mimi nikapambana nayo mpaka pale unapoiona. Okay, mimi najiuliza, au vinahusiana na utu wa kale? Umeokoka lini? Umeokoka lini? Labda yamkini huko nyuma alikuwa anafanya mambo ndio maana imekuwa rahisi kwake. So ninatamani kujua ina uhusiano na utu wa kale ama tu ni kipaji kimetokea? Kile ni kipaji. Okay. Naweza nikasema ni kipaji na nafasi ambayo kama nilivyosema hapo awali, nafasi ambayo alinipa director. Kwa maana hiyo, ila ni maisha ambayo naweza nikasema kwa namna moja au nyingine ni maisha ambayo nimekuwa nikiwaona. Yani nimekuwa na watu wa aina hiyo, walevi, wavuta bangi, ushanielewa. Kwa maana hiyo imekuwa ni rahisi kwangu kuyacheza yale kwa sababu pia nimeyaona kwa watu ambao nilikuwa nikiishi nao. Okay. Lakini mimi kiukweli sijawahi kunywa wala sijawahi kuvuta wala kuonja. Wow. Hata kuonja. Wow, that's so nice. Kuna tofauti gani kati ya Suleiman na Sekubamba? Yani kuna karakta yoyote ambayo ilikuwa kwenye nafasi ya Sekubamba ambayo Suleiman anayo? Au kuna karakta gani ambayo Suleiman anayo ambayo ameiona kwa Sekubamba? Karakta ambayo naweza nikasema kwamba ya Suleiman anayo kutoka kwa Sekubamba, nadhani hiyo ni muendelezo sasa wa mbele wa kwenye movie yetu ya Prayer Force ambayo mbele sijajua director ataiekaje, lakini nadhani huko mbele ndo naweza kumpata sasa Suleiman. Lakini huyu wa sasa hivi hapa kiukweli Suleiman hana chochote kutoka kwa Sekubamba. Hauhusiani kabisa. Hauhusiani kabisa kwa sababu
ulevi hapana. Yani ulevi ule wa Sekubamba kwa Suleiman bado haupo. Okay. Sawa. So Suleiman unapenda nini? Ni vitu gani unavyopenda, ni kitu gani ukikifanya unafurahi? Kwenye upande gani? Maisha, movie au kwenye maisha tu, yani unapenda nini? Penda kula, penda kulala, penda movie? Mimi napenda vitu vingi, lakini kimoja kikubwa ambacho pia nakipenda sana ni kuangalia movie. Napenda sana kuangalia movie na kujifunza. So ulikutana vipi na Holly movies? Mpaka ukapata nafasi ya kucheza kama ambavyo tumekuona. Ulikutana nao vipi? Holly movie nilipata nafasi kwa sababu director ni mchungaji wetu. Mimi ni babangu kabisa wa kiroho wa kanisani ambaye ni Pastor Nyamba. Shanelewa. Kwa maana hiyo naweza nikasema alipokuwa anatengeneza hii movie ya Prayer Force, kuna vitu vyake pia alikuwa anafanyaje, anahitaji. Umeona, na alikuwa na picha yake. Tuseme, naweza nikasema alikuwa na picha yake ya katika watu ambao wanaweza wakaigiza. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa sisi tuliokuwepo kanisani wenye kutamani kuigiza kupata nafasi hiyo. So hii ni movie yako ya kwanza, ni tamthilia yako ya kwanza kucheza Prayer Force? Hapana. Hii nahisi ni kama movie ya 3 kwa sababu movie ya kwanza nilicheza mule kwenye Dhambi Yangu. Dhambi Yangu, lakini ya pili nilicheza kwenye Yezebel. Hii ni series ya 3. Lakini tofauti ni uhusika. Kwa kumbe ni umeshakuwa kwenye field muda sasa. Kwenye field. Na umeanzia kuigiza hizi movie za kiroho au uliwahi kucheza movie zingine huko nyuma? Hapana. Sijawahi kucheza movie nyingine yoyote nyuma. Na ulikuwa na kipaji hicho? Ulikuwa unajua kwamba una kipaji hicho au imetokea tu nafasi? Hapana, naweza nikasema kuhusiana na kipaji, unajua mtu unaweza ukawa una kitu na usikijue muda mwingine. Ndio ilivyotokea kwenye hii, yani kwamba nilikuwa sina hichi kitu na wala sijawahi kukitegemea wala kukiwaza. Lakini director ndo aliona kitu ndani yangu na ndo akanipa nafasi. Na ulipopewa role ya Sekubamba ukaambiwa kwamba sasa inabidi ucheze kama Sekubamba, na Sekubamba ukagundua kwamba ni mlevi, ilikuwa vipi, ngumu au ilikuwa rahisi kiasi gani? Unajua movie ya Prayer Force, yani naweza nikasema nafasi hii ya Sekubamba haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kwa sababu kwanza unamuona Sekubamba zewe jinsi alivyo, ni mtu ambaye yani ni mlevi. Shanelewa, ni mlevi ambaye asikii aambiwi. Sasa nikisema haikuwa rahisi, unatakiwa uigize uhalisia wa Sekubamba mbele ya director. Kumbuka director pia ni baba baba yetu wa kiroho. Shanelewa. Kwa maana unatakiwa uonyeshe ule usekubamba mbele yake. Kwa hiyo nikisema kwamba haikuwa rahisi, hiyo ilikuwa ni ngumu. Yani unabidi uchanganyikiwe kama mlevi aliyevurugwa. Ushansoma, yani kuna namna ya kuyumba. Kwa hiyo kuna namna ilikuwa ngumu kwenye upande huo. Lakini ulivyosikia tu kwamba ni ulevi, ndani yako ulijua unaweza? Nilisema naweza, nikajitahidi kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya mazingira ambayo pia kama nilivyosema hapo awali nilipokuambia kwamba ni mazingira ambayo nilikuwa nikikaa, nimekaa na watu ambao ni walevi. Kwa kuna baadhi ya tabia nasijua, kuna baadhi ya mienendo naijua, kuna baadhi ya vitu navijua. Kwa hiyo ikawa ni rahisi kwangu kuvirudia kwa sababu na mimi pia ninashukuru na kautundu kameniongezea. Usingesema hiyo nisingekuelewa, maana unaonekana hata kwenye uchezaji wako kuna vitu vinaonekana unasema uwe. So good. Kuna mtu yote ameshakwambia kwamba kupitia role yako umemsaidia kubadilisha maisha? Nikisema kwamba kupitia role yangu kuna mtu nimembadilisha maisha, hapana. Naweza nikasema bado,
kwa sababu roli yangu ndo kwanza imeanza. Nikiwa niko katika upande wa ulevi. Kwa hiyo bado sijaonyesha sehemu kwamba nimeacha pombe au nini, sijajua director sasa ataniandikia nini huko mbele, ushanielewa? Kwa hiyo bado sijakutana na hizo comment, lakini wapo tu wanao comment kwamba safi hizo nakutana nazo, lakini bado sijakutana na mtu ambaye amebadilisha maisha labda mbele. Okay. So ndugu mtazamaji, leo tuko na Sekubamba, ama kwa jina lake halisi tumemfahamu kama Suleiman. Tunapiga naye story nzuri sana hapa na pale, tunamjua yeye ni nani na mambo mengine mengi. So wakati unaendelea, usisahau kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya wengine pia kujifunza. Tunaingia kwenye kipindi kizuri kabisa kinaitwa Act Like Your Role. Hapa tunataka tumuone Sekubamba aliact kama mlevi. So tunataka tumuone hapa, tuonyeshe vitu vyake, namna gani anaweza kuchange na kucheza kwenye ile role. So Sekubamba, are you ready? Tunatamani tukuone cheze kama Sekubamba akiwa na furaha. Amefurahi kupita kiasi. Sekubamba, sio Suleiman. Yes. Sekubamba akiwa na furaha. Tunaomba tumuone. Sekubamba akiwa na furaha. Aise. Sasa nimefurahi sana. Katika siku nimefurahi ni leo. Aise, sitakuja kusahau. Yaani yule jamaa kumnunulia kreti la bia. Aise, yule jamaa anakuambia hivi, pepo ataiona. Pepo ataiona yule. Wow, that's so nice. Can you imagine? Amebadilisha role just right now. Like in a minute ameshakuwa mlevi. Okay, so bado hatujamaliza. Tunataka tumuone Sekubamba akiwa ameumia moyo. Sekubamba ameumia moyo. Anakuaje? Kweli. Mimi Sekubamba mwaga mapenzi ananishinda. Sekubamba mimi kweli. Mwanamke kitu gani anachokitaka kutoka kwangu? Mbona napambana sana kwa nguvu zangu zote, lakini mwanamke mbona anielewi? Mungu, kama kuna nyakati unasikia kilio changu na maombi, basi naomba chukua maombi yangu ya wakati huu. Huyu mwanamke ataniua mimi. Ataniua. I like it. Hii ni njema sana. Hii ni njema sana. So Suleiman, sasa na kurudisha kwa Suleiman, ungependa kuambia nini watu ambao wako kwenye hizo hali? Tunajua wapo watu ambao wanatumia lakini bado wanatamani kumjua Mungu. Wewe umesema umeokoka, ndio, ni mtumishi kabisa wa Mungu. Unawaambia nini wanaotumia vilevi yamkini, ambao wanatamani kumjua Mungu lakini hicho kitu bado kinawasumbua? Kikubwa tu ni, unajua wengi sana ambao wameingia kwenye ulevi, hakuna mtu ambaye amezaliwa ni mlevi. Unajua ulevi ni roho kama roho nyingine. Unaelewa? Yaani ni pando la adui. Okay. Umeona? Kwa hiyo nimekuja kuangalia katika maisha yangu yote ambayo nimeishi, nimeona pia watu wamekuwa wakizaliwa wako vizuri, lakini pia kufuata mkumbo. Aina ya marafiki ambao wako nao na aina ya watu ambao wako nao ndio wamewasababisha. Najua kuna aina ya watu, lakini pia kuna mahusiano, stress. Wameamini kwamba wakinywa pombe huenda ikawa ndio sehemu kubwa sana ya kutuliza stress zao au kutuliza mawazo yao kwa njia moja au nyingine. Lakini kitu ambacho wameshindwa kukielewa ni kwamba pombe ni uharibifu.
Okay. Sana sana tu inazidi kukurudisha nyuma, inakufanya ufanye jambo ambalo huwezi, yani baadaye ukija ukiambiwa umelifanya wewe mwenyewe unashangaa. Kwa hiyo sio kwamba linabadilisha, zaidi yote kwa yote unatakiwa ubadilike kwa kumfuata Yesu. Kukubali kuokoka, unaelewa? Kukubali kufuata maagizo ya kimungu ambayo unatakiwa uwe nayo. Lakini ukiachana na hivyo, yani kwa kusema kwamba pombe ni sehemu ya kubadilisha mawazo, ni kitu ambacho hakiwezekani. Unaelewa? Yani pombe haiwezi kubadilisha mawazo, ila yupo Mungu ambaye anaweza kukubadilisha mawazo na kutuliza aina ya mawazo yako, shida zako, kila kitu unachopitia. Yupo Mungu ambaye anaweza akakusaidia. Good. Lakini kiukweli natamani sana kuwaona leo hii waliokuwa walevi kesho wanakuwa wazima. Umeona, leo hii waliokuwa walevi kesho wakiwa wanamjua Mungu. Hiyo ndio moja kati ya kitu changu ambacho natamani, kwa sababu leo hii maisha yamebadilika. Unakuta kuna kijana analewa, mtoto analewa, na ukija kuangalia huyo ndo ana future. Unamuona ana future ya kesho, lakini sasa kesho yake ataifanyaje ikiwa yeye ni mlevi? Sana sana anazidi kuijimiza kesho yake. Sana sana anaingiza magonjwa yasiyofaa. Kwa hiyo ulevi ni hatari sana na ulevi si mzuri. Kwa hiyo mule ndani director sijajua atanipa nini mbele, lakini kikubwa ni kwamba najaribu kufikisha ujumbe kwa namna hiyo. Kwamba ulevi kiukweli hapana, sio mzuri. Ni somo kubwa sana ambalo ndugu mtazamaji, kama utakuwa umeamua kulishika litakusaidia. Yamkini unasumbuliwa na unatamani kumjua Mungu lakini bado unakaa ulevi fulani hivi. Tumemsikia mtumishi wa Mungu anasema lengo la adui ni kuharibu future yako, na adui alivyo anakushika kwenye hiki kipindi cha ujana wako ambacho una nguvu, unaweza kufanya mambo makubwa. Anakuja kukuachia baadaye, yani unakuja kuacha pombe, umeshazeeka huko. Kwa hauna madhara yoyote, hauna kitu unaweza kubadilisha. So Mungu atusaidie, Mungu akusaidie wewe ambaye yamkini unapitia hiyo changamoto. So mpenzi mtazamaji, tunaingia kwenye role yetu nyingine nzuri kabisa, inaitwa Rapid Fire. Rapid Fire. Hapo tutamsikia Sekubamba anachagua kitu kimoja ambacho yeye anakipenda. Nitamtajia vitu viwili, then ataniambia kati ya hicho within 2 seconds inabidi ajibu kipi anapenda. Are you ready? I'm ready. Okay, kati ya Sekubamba na wewe halisi utachagua nani? Sasa hapo sijajua. Nijibu kama Sekubamba au nijibu kama Mzima Suleiman? Okay, naomba ujibu tu kama wewe halisi. Maana ukijibu kama let's do this. Utajibu kama wewe halisi, then tutamrudisha Sekubamba tuone Sekubamba anatuambia nini. Ni wewe, nipe maswali. Okay. So Sekubamba au wewe halisi, unachagua nani? Mimi nachagua mimi halisi. Okay, wewe halisi. Drama au movies? Ni moja? Movies. Mbona kama hapo unapenda vyote? Napenda vyote. Okay. Unapenda kucheza serious au comedy? Jibu ni moja. Wakati mgumu, kwa sababu hata kwenye serious ndani kuna ucomedy. Zote. Ila ni serious. Mbona anaonekana comedy sana? Sasa nashindwa kuelewa ni serious vipi. Kwani nikiwa kwenye sura ya pombe ni serious au comedy? Hiyo sasa inategemeana na maneno unayoongea. Okay. Yani kila nikitaka kuiweka comedy na goma inakuja inaniambia come serious. Come serious. Okay. Tumalize hivyo. Yeye ni come serious. Hiyo ni fair. Okay. Hiyo kali. Hiyo hataki. So ya mwisho, wewe ni mpole au funny? Mimi ni mpole sana kwa mtu ambaye hajanijua. I choose funny. I choose funny. Kweli? You are funny. Ana vituko. Yaani huyu kumweka kwenye wapole. Unajua ndo tunarudi tena kama pale nilipokuambia come serious. Kwa hiyo hapa napo inaweza ikawa funny. Itakuwa funny nini? Funny pole. Kwa hiyo na huko napo ni funny pole. Uwe funny pole. Ndugu mpenzi mtazamaji, nimekuwa na wakati mzuri sana pamoja na Sekubamba. Nimegundua ni mtu funny sana na nimefurahi sana. So ninatamani kwa kumalizia uwape ndugu watazamaji ujumbe mmoja ambao utawasaidia na uwape nguvu ya kuendelea kuangalia Prayer Force.
Asante sana. Usiwape tu kama Sekubamba. Hapo ndio nilikuwa nataka nikuulize vizuri. Niwape katika staili gani? Wape kama Suleiman. Kama Suleiman. Yes. Kikubwa tu waendelee kuangalia Prayer Force series zinaendelea na inapatikana YouTube. Umeona? Na kiukweli kuna mafundisho mazuri sana. Kila mmoja aliyehusika mle ndani ana nafasi ya kukubadilisha kutokana na role aliyopewa. Kwa maana hiyo kama mimi Sekubamba sijajua bado naendelea kurudia tena, director atasema nini mbele. Lakini mimi ninachokiamini anachokitengeneza ni kukuelimisha, lakini pia mule ndani kuna kukuburudisha, umeona? Lakini hakukuachi hivyo hivyo kwenye kukuburudisha, lakini kuna kufundisha, umeona? Kwa hiyo kikubwa zaidi ni tuendelee kuifuatilia series yetu ya Prayer Force. Kuna mambo mengi sana ya kiroho, lakini pia itakuinua sana kiimani. Umeona, ile sio tu movie kama movie nyingine, ile ni movie ya kiroho. Sio, unanielewa mtangazaji? Yani ni movie ambayo imebeba ujumbe mzito. Umeona, ni movie ambayo ina nguvu kubwa sana ya maombi. Yani sisi ambao tunaigiza mule ndio tunajua ni namna gani mule, yani nguvu ina operate. Umeona, inayotokea mule kwenye ile movie. Kwa nakushauri sana, endelea kuangalia, endelea kufuatilia. Kuna mengi sana ambayo yanakuja na bado mengi mno yanayokuja zaidi. Wow, ndio maana hata kwenye comments mbalimbali tunaona watu wanahudumiwa. Watu wanasema kuna vitu wamejifunza, kuna vitu wamebadilika, kuna maisha wanayaacha. Tunaona hadi watu wakubwa kabisa, watumishi wa Mungu, nao pia wanasema kuwa Prayer Force inawasaidia. Kwa ndugu mtazamaji, kwa kuongezea, ile ni ibada kamili. Ile ni ibada kamili, sio tu movie kama ninavyosema. Yani ni ibada. Upo muujiza wako mule kwenye ile movie unapoangalia. Yani kabisa tumeona, tumepokea shuhuda nyingi sana, na nyingine zinaendelea kumiminika kwenye comment. Watu wanapokea, watu wanaifanya ile movie. Can you imagine, watu wanaifanya ile movie kama yani sio kama, yani wanaifanya ibada. Watu wanasema yani kwamba sisi kila siku inapotoka ni kwamba wanaiweka kama ibada. Unakuta yani director alikuwa anapokea ushuhuda kwa sababu ni pastor, umeona? Kwa hiyo watu wanakuja yani kwenye comment wakisema kwamba kiukweli hii movie hapana. Yani hii movie kiukweli inatuhudumia sana maisha yetu. Imefika stage watu wengine hawafanyi sasa, hawafundishi. Yani kwenye makanisa, kuna makanisa wanaweka tu ile movie inaendelea kuhudumia. Safi kabisa. Kwa unapata kuona ni nguvu kiasi gani. Glory to God. Glory to God. Glory to God. So tunataka tumalizie na kitu kimoja kutoka kwa Sekubamba. Hii inaitwa 1 minute skit. 1 minute skit. Yani atatuigizia kitu kimoja kwa dakika moja, then tutafunga namna hiyo. Atuchagulia na tuigizia nini kutuaga watazamaji. Karibu. Umetufanya kuwa interested sana. Unajua hivi vitu linapokuja swala la kuigiza, uwaga nabadilika kama vile kuna fuse. Kuna fuse inakuwa ina change ghafla ta. That's so nice. That's so nice. Sasa we unaigiza. Unaweza kuigiza. I can try. Okay, sasa mimi nataka leo niigize na mtangazaji. Nione na uwezo wako. Hii leo hatari inaitwa kupatwa kwa mtangazaji. Sasa unajua vipi wana mrembo mzima? Sekubamba, tunashukuru. Tumalize. Unajua ninashukuru mrembo, unajua tokea nimekuona yani nasikia tu sio moyo mpaka bandama unaona kama imechoka. Asante Suleiman, get back to Suleiman. Nimekuwa na wakati mzuri sana. Mungu akubariki sana. Asante kwa muda wako. Sasa ndugu wapenzi watazamaji, tumekuwa na wakati mzuri sana. And I was very excited. Hatimaye nimeona why I was excited. Tumekuwa na kipindi kizuri sana. Tumejifunza na tumaini umeburudika sana, kwa sababu Sekubamba was very funny na imekuwa njema sana. Until next time, lakini kwenye comments hapo andika unataka kumuona nani next time. Mimi kazi yangu nipo ili kukuletea kuwafahamu waigizaji wetu wa movie za kiroho kiundani zaidi, nje na uigizaji wao wanafanya nini. Kipindi chako pendwa ni Holy Movies Updates, na mimi ulikuwa na mimi naitwa Christensia Magazi. Nilikuwa na wewe kukuongoza tangu mwanzo hadi mwisho. Basi tukutane next time. God bless you. Bye.